Ngome ya michezo. Halo. Bwana. Hili ndio dimba la Molinge Sokoine. Hapa. Yes. Mtazamaji wa Ngome ya Michezo. Hili ndio dimba la Edward Molinge Sokoine. Kwa hili ndio dimba la kumbukumbu ya Sokoine ambalo linatumiwa na vilabu mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini vilabu mwenyeji ni Mbeya City, Tanzania Prison pamoja na Ken Gold. Japo sasa hivi Ken Gold wamekimbilia wapi? Wilayani Chunya. Wao wametandika carpet. Huu uwanja ndio ule uwanja ambao ulifungiwa na TFF kwa kukosa vigezo vya ligi kuu. Wenyewe wanakuambia kwenye zile leseni za virabu zile ni kwamba huu uwanja hauna nini? Hauna vigezo. TFF wakaufungia baada ile mechi ya Yanga na nani? Na Mbeya City. Sasa wewe ambao unatazama Ngome ya Michezo, twende tukuonyeshe dimba lenyewe. Je, bado halina vigezo? Huyu hapa ndiye Molinge mwenyewe. Dimba lenyewe ndio hili sasa. Uwanja wenyewe ndio huu. Leo tumefika. Tumefika hapa. Leo lazima tufanye mambo vizuri kabisa. Tunataka tukuonyeshe, je, huu uwanja bado unakosa sifa? Ezra, naam. Swahili unasema cha kuambiwa changanya na cha kwako. Za kuambiwa changanya na za kwako. Au ndio ile anasema mapato zako kinyolewa za kwako unatia maji. Ile achana nao kwanza. Unajua kulikuwa na story nyingi kuhusiana na uwanja Sokoine. Kuhusiana na uwanja jinsi ulivyo na hizi mvua ambazo zinaendelea kunyesha. Sisi kama Ngome ya Michezo tukaona hizi mambo za kusimulia sio nzuri kabisa. Kama ngoja tufike kwanza. Tuone yaliyomo yamo. Mtazamaji wa Ngome ya Michezo. Hiki unachoona huu ndio uwanja wenyewe wa kumbukumbu ya Molinge Sokoine. Uwanja ambao ni uwanja nyumbani wa timu nyingi. Ninapozungumzia timu nyingi maana kama namzungumzia Mbeya City, namzungumzia Tanzania Prison, namzungumzia Kushtaba Nyambala, namzungumzia Boma FC, Ken Gold na amecheza hapa. Na timu zingine nyingi zimetumia uwanja huu, lakini pia mashindano ya ligi daraja ya 3 pia zile finali na nini huwa zinachezwa katika uwanja huu. Uwanja huu ulifungwa kabisa na TFF mpaka hivi sasa. Nadhani ni baada ya ile game ya Yanga. Yanga hapa itoa sare na Mbeya City. Baada ya ile mechi tukaambiwa uwanja hauna vigezo, ukafungiwa. Lakini baadaye ukaja ukafunguliwa. Ilichezwa mechi moja nadhani kama sikosei. Ukaja ukafungwa tena. Wakasema bado hujakidhi nini? Vigezo. Lakini mpaka sasa hizi timu yetu ya Mbeya City ipo Tanzanite Kwara kule Babati. Tanzania Prison alikuwa Dodoma. Lakini Dodoma nao Jamhuri mfano nini? Umefungiwa. Mpaka dakika hii hatujajua. Mimi bado sijajua Tanzania Prison anavumia wanatengana nyumbani sababu alichagua atafanya mimi Tabora umefungiwa. Bado hujafunguliwa. Wakamlazimisha kwenda wapi? Dodoma. Umefungiwa. Sasa hatujajua atachagua uwanja gani. Mbeya City akakimbilia kule Babati. Lakini kwa ambao unaenda kutazama, hebu jaribu kuangalia namna uwanja ulivyo. Alafu bado unaanza kujiuliza, hivi kweli uwanja una vigezo? Kwa hapa mimi leo nimefika na nimeutazama uwanja. Uwanja una muonekano mzuri kwa sasa. Na shida ilikuwa ni nini? Au ni dressing room? Shida ilikuwa pitch. Ni pitch. Walisema pitch. Lakini pitch mpaka sasa inaonekana iko vizuri. Pitch kwa sasa ipo vizuri sana. Pitch inachezeka. Umeona? Jana imetoka kuonyesha mvua. Tumeshazoea hapa mvua imenyesha jana. Hapa mvua imenyesha jana. Lakini uwanja upo katika hali nzuri. Na usiku pia mvua ilinyesha. Lakini uwanja unaona upo katika hali nzuri kabisa. Ni maeneo machache sana ambapo unaona kidogo ndio kuna unyevu. Sio shida. Kuna kaunyevu sababu hapa mvua imenyesha jana lakini kajua kama waka kidogo tu unaona uwanja ambao mfano umeshatengema. Maana hapa muda wote kinafanya kinapigwa. Hapa kinapigwa. Na na uhakika kama TFF wala tusikia. Basi mechi ya Mbeya City na Simba tutaiona hapa. Sababu uwanja umekamilika huo. Bado ni kwa kile ambacho kimefanywa na wamiliki wa uwanja ambao ni Chama cha Mapinduzi lakini pia na meneja wa uwanja. Festus Mwaruka amefanya kazi kubwa sana. Tunachosubiri ni maamuzi tu ya TFF na bodi ya ligi kutuambia ni lini hasa kinaanza kupigwa katika dimba la Sokoine, lakini kila kitu sio nabii. Unaona kabisa kimesema nabii, lakini siku si nyingi uwanja unafunguliwa. Andiko linakuja Clifford Mario Ndimbo. Ukiona tu Clifford Mario Ndimbo imeisha tarehe fulani. Bwana, mimi kitu ambacho natamani kuzungumza kuhusiana na uwanja huu wa kumbukumbu ya Sokoine ni kwamba viongozi wa shirikisho la kandanda hapa nchini Tanzania
waje wautazame uwanja, watazame vile vigezo ambavyo wamesema vinatakiwa kwenye uwanja wa mchezo wa soka na vigezo vile ambavyo vinatakiwa kwenye timu ambazo zinashiriki ligi kuu ama ligi daraja la kwanza, championship. Waje watazame vigezo kuanzia ligi kuu kushuka huku chini, waone huu uwanja kwa sasa tangu umefanyiwa maboresho, hivyo vigezo vinakidhi ama bado. Kama vigezo vimefika, basi tunatamani wana Mbeya waweze kuona burudani inarejea nyumbani kwao. Kwa sasa tunasema mchezo wa soka ni fursa. Mama ntilie kwa sasa wana muda mrefu sana hawajapiga hela hapo nje. Unajua sisi wafanya biashara ndio tunalia sana. Acha. Sababu tumemkosa Simba ile mechi na Prison itakiwa aje hapa. Ndio Dodoma. Ndio ndio chiko Dodoma. Kwa hiyo tumekosa kuingiza hela. Hasa sisi wafanya biashara wa hoteli, wafanya biashara wa michele, wafanya biashara wa mboga, wafanya biashara yani wa vitu vingi. Sababu unajua haya matimu makubwa yanapokuja ndani ya mkoa wa Mbeya wanakuja na mashabiki wengi sana. Kwa mtu anatoka Dar es Salaam, anapotoka Dar es Salaam kuja Mbeya, maana yake anapoondoka ni lazima aje abebe michele, abebe yani vitu vingi sana ambavyo vinapatikana kanda ya nyanda za juu kusini. Kwa hiyo tunaomba TFF, hebu tuangalieni kwa jicho lingine tena, mtufungulie uwanja wetu jamani. Tumemiss zile show kama wanakoma kumwanya Mbeya City. Tumemiss pia gwaride, kila kwata ile natamani nione hivi. Twende kidogo. Twende hapo. Sasa mambo yetu sasa hapo. No. Hivi. Tulia sasa. Wapi Lambert Sabianka? Hapo? Twende sasa. 1 2 3. Tumemisi hiyo. Wewe. Acha wewe. Ngome ya michezo.